Ni kiumbe ambacho kikisimama hapa miguu yake inakanyaga ardhi ya 7 na kichwa chake kinagusa mbingu ya kwanza. Ukitazama umuoni chini na wala uoni anapoishia, na anazo mbawa 600, na kila bawa moja anapolikunjua basi upande wote wa mashariki unakuwa hauonekani na jua dunia nzima haliwezi kuonekana, na akikunjua ubao mwingine upande wa magharibi basi jua pia upande wa magharibi linakuwa halionekani, na kila kilichopo upande wa magharibi kinakuwa hakionekani kabisa. Kwa ukubwa huu walioumbwa nao, Jibril alitaka kujua kwamba kuna kiumbe kingine kikubwa kumzidi yeye. Akamuuliza Mwenyezi Mungu, hivi kuna kiumbe kingine kikubwa kunizidi mimi? Mwenyezi Mungu hakutaka kumjibu Jibril kwa maneno, bali akataka kumthibitishia kwa vitendo na kumjibu kwa vitendo. Akamchukua Jibril akampeleka kwa malaika anaitwa Israfil. Alipofika hapo, Israfili akawa anamshangaa Jibril. Maneno akamtoka akasema, ma raaitu asghara khalqillah min hadha, wallahi sijapata kuona kijiumbe kidogo cha Mwenyezi Mungu kama hiki. Kumbe kuna viumbe vidogo vya Mwenyezi Mungu vimeumbwa kama hivi. Na Jibril naye alipomuona Israfil naye akapata mshangao, akasema, ma raaitu akbar khalqillah min hadha, sijapata kuona kiumbe kikubwa cha Mwenyezi Mungu kama hiki. Baada ya mazungumzo hayo, Israfil naye akapata hamu ya kutaka kujua, je, kuna kiumbe kikubwa kumzidi yeye? Mwenyezi Mungu naye akamchukua Israfil akampeleka kwa wale malaika 8 wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipofika hapo, Israfil naye akashangaa akasema, ma raaitu akbar khalqillah min haulai, wallahi sijapata kuona kiumbe kikubwa cha Mwenyezi Mungu kama walivyo viumbe wale 8, na juu yao kuna arshi, nao malaika wale 8 wote wanaibeba arshi ya Mwenyezi Mungu. Mmoja pekee asingeweza kuibeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikabidi wapatikane malaika 8 kwa ajili ya kuibeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na bado wanaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu awapunguzie uzito wa arshi ile walioibeba kutokana na ukubwa wake. Na arshi ndiyo kiumbe kikubwa kilichopo juu ya viumbe vingine vyovyote, ambavyo lau ikichukuliwa arshi hiyo ikalinganishwa na malaika hawa na mbingu na dunia na vyote vilivyomo, basi mfano wake ni kama pete iliyotupwa jangwani. Ile arshi itafanana na jangwa, na viumbe vyote hivi vikiwekwa upande mmoja vitafanana na pete ikiwa imetupwa jangwani. Sasa ndugu zangu katika imani, tujiulize mimi pamoja na wewe, kama huu ni ukubwa wa viumbe alivyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fama balul khaliqi, utakuwaje ukubwa wa muumbaji? Tunaposali na tukasema Allahu akbaru, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, hakika ni mkubwa kweli.